Kwa jina naitwa Awadhi Salim Awadhi, ni mwenyekiti wa umoja wa madalali Sinza. Leo hii tarehe 31 ya mwezi huu wa 5 tunaadhimisha mwaka mmoja toka kuanzishwa kwa umoja huu. Umoja huu ulianzishwa rasmi tarehe 1 ya mwezi wa 6 2024. Kwa kesho ndio tunatimiza, kwa sababu kesho ni Jumapili na mara nyingi Jumapili tunakuwa tumepumzika, kwa hiyo tunaadhimisha leo. Dhumuni kubwa ni kuwakutanisha madalali wa Sinza na viunga vya karibu na Sinza. Sasa mwenyekiti, hichi ambacho mnakifanya kwa namna moja au nyingine imewakusanya kwa kiasi gani madalali ambao huenda hawakuwa kwenye umoja tangu unaanzishwa? Na uainishe aina gani ya madalali ambao wapo ndani ya umoja? Umoja huu labda tuseme tulianza kama watu 20. Wakati tunaanza tulikuwa watu 20, lakini sasa hivi tumefika watu 100. Ni wazi kwamba unazidi kupanuka. Na wale ambao nadhani watakuwa wako nje kwa kitendo hiki, tuna imani kwamba wanaweza kuja kujiunga na sisi na nafasi zipo, tunawakaribisha. Umoja wa madalali umejumuisha madalali wa aina gani na gani? Madalali hapa ambao tuwepo sisi asilimia kubwa ni madalali wa nyumba. Pamoja na kwamba kuna madalali wenzetu 2-3 ambao wanashughulika na udalali wa magari. Wamekuja kujiunga baada ya kuona kwamba umoja msimamo wake ukoje. Lakini asilimia kubwa ni madalali wa nyumba, viwanja, mashamba, magodauni na sehemu zote ambazo zipo Dar es Salaam, sio Sinza peke yake. Mnapitia changamoto zipi madalali? Changamoto zetu zipo nyingi, lakini mtazungumza chache. Moja wapo ni kwamba unaweza kupata mteja mkakubaliana kwamba bwana, utaratibu wangu udalali, mimi ninapokufanyia kazi yako kama unavyotaka, na aina 2 za chaji zangu. Na cha kwanza kinaitwa service charge, cha pili ni kodi ya mwezi. Kwa hiyo unaweza kukuta akakubali, akakupa service charge, baadaye ukampeleka kwenye eneo ambalo analihitaji, ukamuunganisha na mwenye nyumba, baadaye akazunguka bila wewe kujua, akakutana mwenye nyumba, akamlipa hela yake, wewe asikulipa hela yako. Utakaporudi kumdai pesa inakuwa ugomvi mpaka kufikishana kwenye vyombo vya sheria. Kuna faida gani na dalali? Unamwambia nini? Anapata faida gani kuja kujiunga? Umoja huu tunasaidiana kwa hali na mali kama nilivyosema mwanzo. Dalali akipata msiba, akifiwa na baba na mama, mke, mume au mtoto, kama tuko 100 sasa hivi tunamchanga shilingi 10,000 kwa kila dalali, ambapo tutapata milioni 1. Kwa cha kwanza dalali anapata msiba, anatoa 500,000 fast za haraka za kuanza msiba. Baada ya kuchanga na kumaliza tunamalizia 500,000 yake nyingine. Lakini ukiwa dalali wa pembeni ambaye hapo kwenye umoja, tutakuja kama dalali mwenzetu, lakini hatutakuchangia chochote, labda 1,000 2,000. Mpaka sasa hivi mnatimiza mwaka mmoja. Bila shaka mnashirikiana na serikali na viongozi wa serikali. Katika ushirikiano huu, katika kutimiza mwaka mmoja, mnaiambia nini serikali? Sisi kama madalali tunaiambia serikali kwamba itutambue rasmi kwamba tuna changamoto. Tuna changamoto nyingi na zingine tutasoma kwenye risala. Za Lion Hotel. Mmoja wao nimefaisha vitu vingi sana. Cha kwanza nilipata msiba mimi. Sawa? Madalali wenzangu walijitolea mno, 100% kuliko hata familia. Sawa? Kwa hiyo umoja huu unaupenda kupita maelezo. Kwa sababu uzuri wa umoja huu, hata kama una ndugu ambaye kipato ni kidogo, lakini kutokana na umoja huu, hii ni familia tosha katika kazi ya udalali. Kwa hiyo kazi ya udalali umoja ni mzuri zaidi. Kuna watu wanachukulia poa ama hawaithamini kazi ya udalali. Unawaambia nini watu ambao wanaona kazi ya udalali kama kazi rahisi, ni kazi ambayo unaweza kufanya? Nini unawaambia? Kazi ya udalali ni kama kazi nyingine. Kazi ya udalali unasomesha watoto, unalisha familia, sawa? Kazi ya udalali ni kazi kama kazi nyingine, lakini sasa watu wengine wanadharau. Wanapomwona dalali wanajua ni dalali tu, lakini udalali una mambo mengi sana. Tuna familia ambazo zinategemea kazi hizi za udalali. Na tunakutana na changamoto nyingi. Sawa, changamoto za kwanza, mtu anaweza kumpeleka kwenye nyumba, matokeo yake asikupitiia, akaenda kukutana na mwenye tapeli ambaye mwenye nyumba tapeli, akamtapeli, afu matokeo yake anaenda polisi mwenyewe, fulani kahusika, lakini angekushirikisha toka mwanzo yote singemtokea. Nimezungumza kwenye upande wa nyumba, lakini hapa pia kuna madalali wa viwanja. Ni changamoto gani mnakutana nazo kwenye kazi za viwanja? Bana, katika kazi ya viwanja, uzuri wa viwanja uze vile hati au vyenye ofa.
Lakini kukutana viwanja hivi squatter ni changamoto nyingi squatter. Kuna matapeli wameingia kwenye mambo ya viwanja squatter hivi. Kwa sababu mmiliki umjui vizuri. Sawa, wanashirikiana na watu matapeli. Naogopa sana hao wazee. Unamshauri nini mtu ambaye anaenda kununua kiwanja pembeni ya kiwanja gani za kuzingatia? Hatua ya kwanza anaenda mjumbe wa nyumba kumi eneo husika. Hatua ya pili anaenda mwenyekiti wa serikali mitaa. Hatua ya tatu aulize majirani kama kweli ni mmiliki wa kiwanja huko. Hapo atakuwa salama. Atakuwa salama, lakini akitafuta shortcut, na kitu kinachosababisha shortcut ni kuuzia mfano kiwanja cha milioni 6 anadanganya milioni 2. Sawa? Ni tamaa ya haraka, mteja dakika cha milioni 4, 5, 6 ni bora ni dili na milioni 2 haraka nikimbie. Kumbe anatapeliwa. Na mikakati gani ya kuhakikisha umoja wenu unakuwa bora zaidi katika siku za usoni? Umoja huu kwa jinsi ninavyouona mbeleni huko tutakuwa moto vibaya sana. Kama unavyoona tumeanza tu hivi, unaona issue hii. Je, tukifika miaka 3 4? Sawa? Mpaka sasa hivi benki mimi naona benki naona vibaya. Mtu hata kifua sasa hivi hapa ana milioni yake, milioni 3 zake, kama ni kusafisha. Tumesafisha tu kama hawili juzi hapa. Sawa? Familia kidogo ilegalega, wengine michango maisha ya kimaskini tena. Mpaka changisha, lakini tulijitoa sisi tukatoa pesa kwenye account, tukawapa na msiba tukazika vizuri. Kwa hiyo mmoja wao unasaidia sana. Kianza kujitambulisha jina. Kwa majina naitwa mkaguzi msaidizi wa polisi Franki Zakaria Nkusa. Mimi ndio polisi kata kwenye kata hii ya Sinza, lakini pia ni mkuu wa kituo kidogo cha polisi mawasiliano stendi. Na jukumu langu kubwa katika kata ni kuhakikisha nashughulika na mambo ya kiusalama kwa vikundi vyote vyo katika Sinza na jamii nzima ya Sinza. Kutoa elimu kwa wananchi juu ya kushiriki kikamilifu katika kuzuia uhalifu na kutoa taarifa za uhalifu na wahalifu katika maeneo yetu ya kata ya Sinza, ili kata yetu ya Sinza iendelee kuwa salama. Kwa hiyo ninahamasisha wananchi kuhakikisha wanajihusisha kikamilifu katika kutoa taarifa za uhalifu, kutoa taarifa za wahalifu pia, na hilo ndio inafanya kata yetu ya Sinza iwe salama. Na kwa elimu ambayo nimekwisha kutoa, wananchi wamekuwa wakishiriki kikamilifu sana, na tumekuwa tukizuia uhalifu kwa namna hiyo kwa kushirikiana na wananchi. Lakini kwa tukio hili la leo, kwanza mimi nimefurahia sana kwa ajili ya hao madalali ambao wameamua kuwa na umoja wao na kujisajili ili waweze kutambulika kama ni kikundi ambacho kiko katika mitaa yetu ya Sinza. Maana kati ya changamoto kubwa tunakutana nayo tunakutana nayo kwenye kata ya Sinza ni changamoto ya madalali kugonganisha wapangaji. Wanachukua pesa kwa mtu huyu, wanaenda kuonyesha nyumba, lakini baadaye wanachukua kwa mwingine tena. Kwa hiyo imekuwa ni kero ya muda mrefu, na tumekuwa kwenye vikao kadha wa kadha kwenye ofisi zetu za mitaa, kwenye ofisi zetu za kata, tunajaribu kusuluhisha, na tunakuta changamoto ni madalali ambao sio waaminifu. Wanajikuta wanachukua pesa sehemu mbili na wanaonyesha nyumba moja kwa watu wawili tofauti, na hiyo imekuwa ikileta migogoro mingi katika eneo letu hili la Sinza. Kwa hiyo kwa tukio hili, mimi binafsi kama msimamizi wa ulinzi na usalama katika kata ya Sinza, kama polisi kata wa Sinza, ni wapongeze ambao waliibua hili wazo, wakaamua kukaa kama madalali, kuona hapana, umefika wakati tutambulike, na hii itatusaidia kwenye masuala ya kiusalama zaidi. Kwa kama mtu atakwenda kupangisha mtu mara mbili na sio mwanachama wa chama hiki, ni rahisi kudili naye. Lakini pia kama ni mwanachama, ni rahisi viongozi wa chama hiki kutusaidia, huyu aliyefanya hivi ni fulani. Kwa hiyo itatusaidia kuweza kudhibiti uhalifu wa namna hiyo ambao umekuwa unasababisha migogoro mikubwa katika mitaa yetu ya Sinza, mitaa yetu mitano. Hii migogoro ndio mikubwa katika masuala ya wapangaji. Kwa hiyo mimi niwapongeze. Kwa hiyo mimi kama polisi kata nawapongeza, na napongeza viongozi na wote ambao waliamua kuanzisha wazo hili na kuamua kulifanyia kazi. Basi ninachotaka kuwahimiza hawa
madalali ni kufanya kazi yao hii kwa weledi, kufanya kazi yao hii kwa uaminifu, lakini wasimuonee haya mtu yeyote ambaye anataka kuvuruga umoja wao huu. Waweze ikiwezekana, kama atatokea mtu anawachanganya, anawagonganisha wapangaji, wamuondoe kwenye chama. Ikiwezekana wamuondoe, kama kuna taratibu alifuata akapata kitambulisho, hata afutiwe kitambulisho. Kwa sababu kama wataifanya kazi yao kama walivyojipanga, ninaamini migogoro hii itaisha. Migogoro hii kati ya wapangaji pamoja na madalali wanaoonyesha vyumba itaisha kabisa. Kwa mimi niwahamasishe sana viongozi ambao watakuwa wameshika nafasi hii, na kama wana katiba yao watakuwa wanabadilishana, basi wawe wakali ili kazi yao ifanyike kwa weledi na kwa uaminifu, ili